kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakikisha cha kwanza, ili uweze kumtumikia au kumuomba Mungu kwa roho yako yote, lazima uhakikishe mwili wako ukusupport. Namba moja, mwili wako ukusupport katika kumuomba Mungu. Kama ni wakati wa kucheza kumsifu Mungu, mwili wako lazima utikisike kidogo. Huko unamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko unaomba, unajisikia kushuka mbele za Bwana. Mwili wako lazima upige goti, umuombe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwili wako ukupe support. Mwili wako uhakikishe unakusaidia katika kumtumikia Mungu. Kuna mahali unatakiwa kufika kwenye mkutano, kwenye ibada, mwili wako ukikataa kwenda ibadani, hata kama utakaposafiri kwa kirohoni, haitakuwa sawa kama jinsi ambavyo utafika. Endapo kutakuwa kuna seminar, hata kama kwenye redio imerushwa, ukasema nikae hapa kwenye redio nisikilize, mwili wako umekataa kufika sehemu ya kwenye seminar, na ni wakati ambao unajua kabisa ninatakiwa kufika, lakini mwili umekataa, haitakuwa full, kwamba hautakuwa umemtumikia Mungu ipasavyo. Mwili wako kusaidie uweze kufika. Lakini pia kuna roho yako iwepo. Kama uko kanisani, mwili wako uwepo na roho yako iwepo, pia nafsi yako iwepo. Kwa nini nazingatia haya mambo? Ni kwa sababu unaweza kuwa uko kanisani, lakini nafsi yako ina vitu vingine kabisa. Nafsi yako ina mambo mengine kabisa. Unaweza kuwa uko kanisani, lakini roho yako inasema vitu vingine kabisa. Roho yako ina machungu yako, imebeba watu moyoni. Roho yako inawaza, roho yako haijasamehe. Roho yako kuna watu wamo, kuna majina ya watu ndani ya moyo wako. Kuna machungu, tunakuwa unalia, unaomba, kumbe moyo wako una uchungu usio wa kawaida. Moyo wako hauko huru katika kumwomba Mungu. Kwa Mungu si rahisi kumgusa moyo wake na wewe kujifungua na kuweza kumtumikia kiuhalisia kama roho yako ina mawaa. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa hiyo tunatakiwa tunapokuwa kanisani, roho yetu isiwe na madeni, roho yetu isiwe na uchungu, roho yetu isiwe na hila ya namna yoyote ile, roho yetu isiwe na mawazo ya na mtu yoyote yale. Ni kwa nini wanasema umuombapo Mungu usipige kelele? Sentensi hiyo inamaanisha nini? Usiombe kwa kupayuka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu huwa anasikiliza roho yako. Anasikiliza roho yako ndani. Kama nafsi yako inawaza mchini, inawaza nyumbani, inawaza nimechelewa kanisani, nafsi yako inakwambia hapa nipo kanisani lakini ninawaza itakuwaje usiku.